hivi wastaafu tutakaa mpaka lini? Tunaona mambo yanaadika, tunakaa kimya wastaafu. Lazima tukemee mambo maovu, mambo yanayovunja amani yetu. Kwa hiyo hili swala la msiba, wewe ni shahidi, ulijiona toka mwanzo kabisa, mapema kabisa. Kila mtu alikuwa anajiuliza huyu Mbuviza anatoa wapi, nani anamtuma. Lakini mwanzoni ikaonekana kama vile swala la msiba na Membe. La Membe peke yake. Ili swala ikawa personalized. Ilikuwa kama ni chama na Membe. Chama na msiba. Lakini tulio wajanja tulijua kwamba wewe ngoja tu ni safari hii. Uko mbele. Hello? Uko mbele watu wataona kwamba hili swala si la mtu mmoja. Huu ni mpango mkakati. Sasa wazee wameona jana usiku wakajitibia. Kwamba bwana uzalendo umetushinda. Uzalendo umetushinda. Tuunge mkono. Uzalendo umetushinda. Nikamwambia mimi niko juu kabisa na naunga mkono. Ndio wa kwanza. Chama na serikali jana usiku wa kulala walikuwa naomba magazeti yasichapishe na kutoa ile taarifa. Ndio. Ikaingia vizuri na magazeti mengine yalikaa mpaka saa 8 usiku kwa sasa tunachapa. Brava. Leo hivi ninavyoongea kuna mkutano wa dharura pale kwenye chama wa secretariat. Unafanyika lini? Kama umeanza saa 7 mchana. Yeye bwana mkubwa amerudi Chato? Hapana, kiongozi wa secretariat ni katibu mkuu. Katibu mkuu. Sasa katibu mkuu kama kuna muda anakuwa hayuko sambamba na jamaa Ni kweli. Kwa sababu kuna maneno huwa anavisema hivi. Ndio. Ukijiweka kwenye mzani unaona vinaanza kukupa shida. Ni kweli. Ukiweka kwenye mzani unaona vinaanza kukupa shida. Atakuwa anajilaumu kwamba kwa nini nilimteua hata huyu kumpa ukatibu. Sasa. Sasa. Atakuwa anajilaumu sasa. Na wazee hawa wamemdharau katibu, wamemdharau mwenyekiti, sasa wanapeleka baraza la wazee. Na bwana mkubwa wa nchi amejisikia kudharauliwa. Kwa sababu mtu anaongea ujinga tu amtoe maamuzi, anaongea sababu tu amemkani. Na achukuliwa tu. Anaangaliwa. Achukuliwa tu. Achukuliwa tu hapo. Kabisa. Sasa leo ndio jipu limepasuka. Leo. Kutumbua kule, yani nenda kutumbua kulikuwa kuna chezewa tu. Sasa kutumbuliwa ndio. Chama kimetumbuliwa. Chama kimepasuka leo. Hii ndio kutumbuliwa hakika. Chama kimetumbuliwa. Kweli ni sisi ya mpya hii. Hapana. Sisi ya bado mko naye ya kwenu na kina mzee Mzwala dili ile. Sisi ile hii tunataka kukionyesha chama chetu. Hapo zamani watu walikuwa kimya sasa wameamua hapana. Tunakoelekea soko hili. Kabisa. Sasa ni kuchekesha. Baraza la wazee wanatetemeka. Maana mpira uko kwenye 18 zao. Ndio tunawaambia fungeni bao. Fungeni bao. Jakaya piga mpira. Anataka kurusha juu ya goli. Naambia uliingiza pale. Goli vile pale ingiza. Kama mistake ilifanyika ni ya kumpa bwana mkubwa. Kuna kosa lilifanyika kama hiyo. Aibu kubwa sana. Leo imetokea mabalozi wa nchi. Leo siku mzima wamechukua wakalimani kutafsiri barua ya wakuu wa chama. Na wamepeleka kwenye nchi zao. Kabisa. Mwisho
wameshapeleka. Yaani leo ni mpasuko wa waziwazi. Maana nimecheka asubuhi Makamba kwenye Klausi, wale vijana wanamuoji kwamba mheshimiwa, kumbe huwa mnawasiliana kibaba. Akaambia wewe bwana wewe haiwahusu, hebu tupe ukweli wa hiyo. Akaambia ingia kwenye gazeti usome. Ndio neno kwa neno maliza usame kabisa, neno kwa neno, koma kwa koma. Unajua hii kitu imeweka pabaya sana chama chetu. Unajua vijana walianza kwanza kuumizwa na kitendo cha Julius Mtatiro, mtu mpinzani alikuwa anawatukana vijana wa Lumumba siku zote. Leo anapewa kitu, anatunukiwa kuwa DC. Ndio maana unaona vijana wote wamekaa kimya. Toka siku zilizopita hawaongei. Wale vijana wa Lumumba wale wanaotukana wanafanya nini? Brother wamefyata kutoka juzi, hata kabla hii tangazo. Wanawatukana kina Membe, wanawaharibia utawala. Sasa ndio wanawakumbuka kwamba bora tungekuwa na Membe angekuwa anatujua sisi. Acha Mungu, wamekaa kimya sasa. Wanaanza sasa kuamka kwamba jamani, tulivyo hapa kumbe tunachezewa na tunatumiwa. Kabisa. Brother, hawajazungumza siku 3. Wako kimya. Wameloa maji hujapata kuona. Mtu ambaye wamepambana naye siku zote anakuwa ndio mkuu wa wilaya, na hawa wapambanaji wanaomsemea bwana mkubwa wamelazwa na wanachekwa kwamba nyinyi mazezeta, wanaitwa mazezeta. Nyinyi mazezeta wa Lumumba mtaendelea kuimba nyimbo hizo. Mtaimba nyimbo tu huku tunakuja tunakula maisha. Hampati kitu. Brother wamekasirika. Sasa katika uchungu ule ndio ikaja teknolojia hii. Ndio haraka ukafuata jana. Bwana. Kwa hiyo kikao kimeendelea toka saa 7. Ndio. Tunangoja sijui watatufukuza. Lakini mbona watugusi sio ndio wapendekezo watufukuza. Waonekana. Mheshimiwa, hivi unajua mwakani kuna kazi sana kurudisha jina la bwana huyu. Ni kweli. Yaani kuna watu ungekuwa hapa Dar es Salaam, hilo unalolisema ndio linalozungumzwa. Kuna kazi sana. Na kitaka atakuwa anahitajika mtu mmoja tu wa kupika. Akitokea mmoja tutakuja kusikia. Na huyu tulikuwa tunashinda naye Ikulu, kumbe alikuwa asubuhi. Kabisa. Asubuhi. Kabisa. Sai. Hatari sana. Mimi nakwambia hivi, leo hesabu katika mahesabu yako kwamba kile kitu kumbe leo ndio chenyewe. Na mimi niliwaambia kama unakumbuka, nikasema huyu bwana kuna wanaomlipa, kuna wanaomlinda, na kuna wanaomtuma. Na nikamlaumu katibu mkuu, mimi nilidhani wewe baada ya kumuona huyu bwana anatukashifu sisi viongozi wa staafu, nilidhani utamuita na kumuonya na kumtaka aombe radhi. Kabisa. Badala yake wewe, kwa sababu naye ni mwanachama. Ndio. Badala yake wewe eti unamchukua mtu aliyechukuliwa aje ofisini kwako ajitetee. Sasa huyu ni nani? Ana madaraka gani? Na nikasema yeye ndio mwenye kazi ya kuja ofisini kwako, kuja kutoa ushahidi. Sio wewe. Na siku utakaponiita nataka huyu bwana aitwe. Hata appointment ile akaigairisha. Nikapotea. Baadaye kuja kuiangalia, kuichanganua, akaona hii inamletea shida. Lakini sasa pale yeye ndio atakiwa atumia advantage kwamba mheshimiwa Membe wewe baki, mimi ngoja nidili naye huyu kwanza aje anithibitishie na aongee na umma kwamba naongea huu ni uongo. Kabisa. Sasa leo hajatoka kwenye kiti kile toka saa 6:30. Sio
Kwa hiyo sasa baraza la wazee litakutana. Sasa baraza la wazee linatakiwa likutane kutoa kauli. Na Itoe kauli. Tunaweza tukaisikia kauli, tunaweza tusisikie. Lakini kwa vyovyote vile katibu wa chama, katibu mkuu, lazima ajibu, lazima aseme alichoagizwa. Lazima aseme. Hilo moja. Lakini la pili, kwa jeuri ya bwana mkubwa wa sasa, wataanza sasa kusema madhambi ya Kinana na madhambi ya Makamba kuanzia kesho. Unanipata? Wakidhani kwamba kwa kufanya hivyo wanajiami kujiweka satisfied, bila kujua kwamba kwa kufanya hivyo ndio wanakipasua chama vipande vinne baada ya viwili. Ndio. Barua ikali sana. Nimeisoma. Ina peji 3 hiyo. Ndio. Ndio. Nimeisoma, ni nzito. Kwa hiyo kama ungetaka maoni yangu nasema sisi tumefurahi sana kwamba hapa tulipofika ni patano. Kabisa. Hapa bwana, sisi tunaasilia na wahamiaji. Hii ndio vita ya asilia na wahamiaji. Na kitajulikana tu. Huu ndio mwanzo bwana. Hii kitu haishi. Hii ndio ajenda yenyewe. Inaenda kumaliza mtu hii. Na mimi nasema wastaafu sasa lazima wakemee